Takwimu ni zile zile kama za ramani ile iliyopita ambayo niliweza kuitoa hapa, na kama hujaitazama basi nenda YouTube, andika Makazi Mpanda, utakuja pale utaweza kuona ramani ambayo imeweza kufanana na hii ikiwa na sifa zile zile ambazo unaweza kuziona hapa. Jengo linatumia jumla tofali 700 za blocks, lakini bati zake ni bati 8 za futi 10 na ambao za kenchi zitakazotumika hapo ni mbao 20. Na hili jengo lina aina mbili za upauaji kwa maana roofing. Kuna upande mmoja ambao umepoliwa kwa zege, umefunikwa moja kwa moja, upande mwingine ndio una bati. Ndani hapo ni chumba kimoja self, kuna store ambayo iko nje na choo cha public. Hii ni servant quarter, nyumba msaidizi. Unaweza kutumia kama nyumba ya mlinzi, lakini pia nyumba ya mbadala. Napomaanisha nyumba mbadala ni maana kwamba tayari unakuwa na mpango au una nyumba nyingine kubwa, kwa hiyo hii unaifanya kama nyumba msaidizi ambao atakaa mlinzi au itategemea kupokea mgeni ambaye hatahitajika kukaa ndani kwenye nyumba yako. Upana wa jengo ni mita 7 na urefu ni mita 5.1, zuri la kisasa na likiwa na mahitaji yote ambayo yanahitajika katika nyumba yote ile pale ya kisasa. Kumbuka, unapokuwa unaishi kwenye nyumba yako sio salama sana kumkaribisha mgeni ndani ya nyumba yako katika vyumba ambavyo viko ndani ya jengo lako, unless otherwise au vinginevyo apatikane au waweze kuishi katika nyumba ya nje. Na naposema nyumba ya nje namaanisha nyumba kama hii hapa, kwa sababu unapomkaribisha ndani huwezi jua mgeni huyo amekuja na nini, mgeni huyo anafikiria nini, mgeni huyo amepanga kufanya nini. Kwa hiyo ili kuweza kujenga salama, basi ni vyema ukafanya hivi. Lakini pia hii unaweza kujenga wakati ambapo bado unakuwa haujafikiria kuanza ujenzi, ili katika hicho chumba chako ambacho ni self utakuwa ukipoa au ukiishi wewe mwenyewe. Hii ina faida sana kwa sababu sio lazima ukae umepanga ukiwa na mipango muda mrefu sana. Yaani unaishi kwa kupanga. Ikiwa wewe mwenyewe una mipango ya muda mrefu kuweza kutekeleza ujenzi wako. Kumbuka, mipango sio matumizi. Unaweza ukapanga wewe leo hii, lakini kesho ikaja ikatokea au ikawa na matokeo tofauti. Kwa hiyo ni vyema ukaanza utekelezaji mapema sana, kuweza kuijua kesho yako itakuwa vipi, kuweza kuijua mipango yako utaitekeleza kwa namna gani. Muonekano wa kajengo ndo kama ambavyo unaweza kuona hapa. Ni kajengo msaidizi. Ndio maana unaona kana tank la maji hapo. Hilo tank sio kwa ajili ya jengo hili dogo, hapana. Hili tank ni kwa ajili ya kusurvive maji katika eneo zima la kiwanja chako, na ndio maana tumeweza kutenganisha au kukaweka kajengo kajitegemee na kakawa na mnara wa maji na kakawa na vyoo viwili, kwa maana ya kwamba wale ambao watakaohitajika kuingia katika choo cha public basi watatoka nje na kuingia kwenye kijengo hichi kidogo. Lakini pia hiyo stone kwa ajili ya kuhifadhi vifaa vitakavyokuwa vinatumika aidha kwa usafi, kwa namna yote ile pale ambapo vitakuwa vikihusisha kiwanja kwa ujumla, kwa maana ya kwamba inaweza ikawa labda ni vifaa kwa ajili ya usafi wa nje, majembe kwa sababu kuna kufyeka, kuna kupalilia, labda kuna baadhi ya vitu vingine. Huku ndiko ambako unaweza kuweka hata mifuko ya simenti. Hii ni store ambayo inaweza ikahifadhi vitu hivyo. Sio mfuko wa simenti unaenda kuhifadhi katika store ya jikoni, utakuwa unatafuta matatizo na unaweza kusababisha hata afya ikawa ni changamoto kwa miongoni mwa watu wa familia yako hiyo hapo. Nikukumbusha tu kwamba video sasa hivi ni nyingi sana ambazo tayari zimeshahifadhiwa au kuwekwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ya Makazi Mpanda. Kwa hiyo utakachotakiwa ukifanya au unachotakiwa kufanya sasa hivi, nenda katembelee YouTube channel yetu kwa jina la Makazi Mpanda. Huko utapata fursa na wasaa wa kutazama ramani nyingi zaidi, kwa sababu sasa hivi tumekuwekea album ya 7 mfululizo ikiwa na jumla ya video 30. Kwa hiyo najua ni kwa namna gani ambavyo utafaidika na kuenjoy kuweza kutazama ramani tofauti tofauti, na wewe uweze kuelimika kwa namna moja au nyingine, uweze kuelimisha na wengine pia. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.